Vladimir Putin alikuwa rais wa Urusi tangu mwaka 2000 hadi mwaka 2008, kisha tena kutoka 2012 hadi mwaka 2020 alisaini marekebisho ya katiba yaliyomruhusu kugombea tena urais, na mwaka 2024 alichaguliwa kwa muhula wa 5 unatarajiwa kumweka madarakani hadi angalau mwaka 2030. Kwa hivyo Vladimir Putin ni kiongozi mwenye ushawishi mkubwa katika siasa za Urusi na kimataifa, ambaye amekuwa madarakani kwa muda mrefu zaidi tangu enzi ya Joseph Stalin. Duniani kuna watu wananyanyaswa na historia nzito kiasi kwamba wengine tunafikiri eti wamezaliwa na baraka au upendeleo fulani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndivyo ilivyo. Wakati unakosa pesa kula, kuna mwenzako anatumia milioni hadi milioni kwa siku. Wengine wanawezaje? Akili za kijiweni. Wakati tunamzungumzia rais wa Urusi Vladimir Putin, mmoja akasema alikuwa waziri mkuu kuanzia mwaka 1999 mpaka mwaka 2000, rais kuanzia 2000 mpaka 2008, tena kushika nafasi ya waziri mkuu kutoka 2008 mpaka 2012. Katika kipindi chake cha pili cha waziri mkuu pia alikuwa mwenyekiti wa chama cha umoja wa Urusi, wakati mimi na rafiki zangu mwaka wa 5 sasa tangu tumalize chuo hatuna ajira. Nachagiza tu kuonesha jinsi gani maisha yalivyo tofauti, kwani huwezi kusukuma gari bovu ukiwa umekaa ndani yake. Lazima utelemke chini kwanza ndipo usukume. Ukiendelea kulisukuma ukiwa humo ndani utavunja viti, na hapo ndipo utamtambua mwenye gari. Lazima uliwe kichwa. Hizi ni hekima za bure kwa ajili ya wajinga wanaozani wanaweza kubadilisha mfumo wakiwa ndani yake. Ukijaribu kufanya hivyo, lazima uliwe kichwa. Wahenga wanasema tabia ni kama ngozi ya mwili, haiwezi kubadilika, na ukiona vielea ujue vimeundwa. Wakati ulimwengu unamtambua Vladimir Putin kama chanzo cha vita vya Ukraine, inaaminika kuwa Putin ni yule toka utotoni. Tabia ya ukorofi na ugomvi ndiyo asili yake toka akiwa mtoto mdogo. Kinachoendelea leo ni mwendelezo wa tabia yake. Japo si watu wote, huyu ni Putin. Haimaanishi mtu akichepuka ni tabia yake. Rahasha, hapana. Huu ni mtazamo tu. Kwetu sisi imeandikwa 7 mara 70. Kabla sijamzungumzia au sijazungumza kuhusu maisha au tabia za Vladimirovich Putin, kwanza tujue anataka nini huko Ukraine kiasi cha kufanya uvamizi, ingawa inaaminika kwamba vita hivi hawezi kushinda kirahisi, japo Marekani na mataifa mengine yanamuunga mkono. Ungwana ni kitendo, ndicho anachokitaka Putin huko Ukraine. Moja, ameamrisha Ukraine kuacha kabisa vita bila masharti. 2, anataka nchi hiyo isifungamane na upande wowote, ibaki yenyewe kama Ukraine, isijiunge na NATO wala EU. Anataka hilo liingizwe kwenye katiba ya nchi hiyo. 3, Putin anataka Ukraine itambue rasmi kwamba Crimea ni sehemu ya Urusi. 4, huyu mwamba anataka Ukraine ikubali uhuru na kujitenga kwa Luhansk pamoja na eneo la Donetsk. Kwa nini yote haya anayataka yafanyike kwenye nchi ambayo si yake? Wachambuzi wa masuala ya siasa wanaamini kuwa kuanzia mwaka 2014 Ukraine ilipaswa kuingiwa na wasiwasi baada ya Putin kutangaza Crimea kama nchi huru, lakini Ukraine hakufanya lolote la maana. Yaani Putin anagawa nchi ya wenyeji vipande ili kuwatawala. Anataka iwe sehemu ya Urusi, lakini Putin ni nani hasa, na kwa nini yote haya anayataka katika nchi ambayo si yake? Vladimirovich Putin ni rais wa nchi ya Urusi, zamani ikijulikana kama Muungano wa Kisoviet, United States of Soviet, USSR, ambayo ilisambaratishwa na Marekani kupitia siasa za vita baridi, Cold War, na kubakia Urusi. Nchi zingine zilijitenga na kujitangazia uhuru, ikiwemo nchi ambayo ameamua kuvamia sasa hivi, Ukraine. Putin alizaliwa mwezi Oktoba tarehe 7
mwaka 1952 huko Leningrad, kwa sasa St. Petersburg. Ni mwanasiasa na mwanaintelijensia mzuri tu. Alichaguliwa kuwa rais wa nchi hiyo mwaka 2012. Alikuwa pia rais wa mpito mwaka 2000 mpaka mwaka 2008. Alikuwa waziri mkuu mwaka 1999 hadi mwaka 2000 na mwaka 2008 hadi 12. Navuta taswira, ingekuwa mimi sijingekuaje. Kama Robert Mugabe baada ya kuitawala Zimbabwe kwa muda mrefu, akaona kuna haja ya kuzadia mke wake kama zawadi nchi. Mimi ni nani? Unachezea Afrika bwana. Putin ndiye rais wa pili aliyedumu muda mrefu zaidi madarakani sasa huko barani Ulaya. Mwingine ni Alexander Lukashenko wa nchi ya Belarus. Elimu ndio msingi wa maisha ya Putin. Amesomea sheria katika chuo cha Leningrad ambako alifunza mwaka 1975. Baadaye akafanya kazi kama jasusi wa shirika la KGB kwa takriban miaka 16 akianzia nchini Ujerumani, na baadaye aliamua kuachia ngazi akiwa kwenye cheo cha luteni kanali mwaka 1991. Afrika mtu ache kwanza, masuala ya kuachia ngazi bado sana. Ukibisha waulize Uganda, watakwambia Yoweri Museveni tunaye na tunatamba naye bwana. Baadaye Putin aliamua kuingia kwenye uwanja wa siasa, akashinda kiti cha umeya huko kwao St. Petersburg, kisha akahamia mjini Moscow mwaka 1996 kujiunga na uongozi wa Rais Boris Yeltsin. Akiwa Moscow aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa shirika la kijasusi la Urusi Federal Security Services, yani FSB, zamani likiitwa KGB. Mwezi Agosti mwaka 1999 aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Urusi. Huyo ni mtu aliandaliwa kwa ajili ya kazi maalum ya Kirusi. Baada ya kujiuzulu kwa Yeltsin, Bwana Putin akachukua nafasi ya urais wa mpito. Baada ya miezi mitatu hivi na siku kadhaa, alichaguliwa kuwa rais wa Urusi mwaka 2004. Alichaguliwa tena kwa awamu ya pili. Katiba ya nchi hiyo ilimkataza kugombea tena mfululizo baada ya awamu hizo mbili kumalizika. Putin ni mjanja sana. Aliamua kujiteua kuwa waziri mkuu tena kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2012 chini ya rais wa muda Dmitry Medvedev ambaye hajulikani sana katika nchi ya Urusi. Alirudia kugombea urais mwaka 2012, kushinda kiubishi. Mwaka 2018 akagombea tena na kushinda, huku akiminya upinzani vilivyo. Dunia ikakaa kimya bila kupaza sauti. Si unajua mcheza kwao utunzwa bwana. Mnamo mwezi Aprili mwaka 2021 alilazimisha upigaji kura nchi nzima kufanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo, referendum, ambapo alitia saini marekebisho ambayo ilimruhusu kugombea tena mara mbili zaidi. Hivi namruhusu kwa sasa kwa rais hadi mwaka 2030. Dunia ikakimya tena. Dunia ikatazama na ikatamani kumjua zaidi Putin, kwani matendo yake ni ajabu. Wabobevu wa mambo wanasema tabia hizi amekuwa nazo toka utotoni. Historia inasema Putin ni mtoto wa tatu kwenye familia ambako kaka zake wawili hawakuishi, walifariki mapema. Babu wa Putin, Spiridon Putin, alikuwa mpishi wa Vladimir Lenin na Joseph Stalin. Mmoja kati ya kaka zake hawa wawili, Victor, alifariki kutokana na rabsha za vita ya pili vya dunia baada ya Ujerumani kuvamia Leningrad. Akiwa mdogo, Vladimir Putin alikuwa na ndoto ya kuwa mjasusi na alifanya jitihada binafsi kulifanikisha hilo. Ndoto zake alijifunza mbinu nyingi za kujilinda, sambo na judo. Akiwa mdogo mwenye umri wa miaka 11 tu, alikuwa kijana mkimya na msiri sana. Ni Mrusi wa kwanza kutunukiwa mkanda mweusi daraja la ndani ya 8 kwenye mchezo hiyo mwaka 2012. Watu wengi wanakufa wakiwa na umri wa miaka 25 na kuzikwa wakiwa na umri wa miaka 95. Wahenga wanasema vijana wengi wanakata tamaa mapema na kuhusu ndoto zao zife, ili hali wao bado wakiwa hai na kuanza kuishi kwa mazoea, tafsiri ya jambo ambalo ni tofauti kwa Putin. Ndio maana dunia inamshushia kofia bwana Putin na kumpa heshima yake. Alijifunza lugha ya Kijerumani vizuri. Alipenda kusoma vitabu na vya kifalsafa vya Karl Marx, Friedrich Engels na Lenin.
Pia ni mzuri mno kwenye mchezo wa karate. Putin ni mzalendo kupitiliza na ni mtu aliapa kulinda Urusi hadi tone lake la mwisho la damu yake. Huyu ni Vladimir Vladimirovich Putin. Nimekupitisha katika yale ambayo yanamhusu kiongozi huyu kutoka taifa kubwa la Urusi huko Ulaya. Langu jina ni Mayeka Liaki Wilson John. Hii ni Jimbi TV. Kama bado hujasubscribe, cha kufanya ni kusubscribe, kulike na kushare, wewe wa kwanza kupata habari na taarifa kutoka kwetu.